Kosa walilolifanya wa Sudani kwa kushikiwa akili na mwanamke mwanaharakati Alaa Saleh ndilo hilo wanalifanya wa Tanzania kwa kushikiwa akili na mwanaharakati Mange Kimambi na kundi lake. Alaa Saleh ni binti mwenye umri wa miaka 22 na ni mwanafunzi wa chuo kikuu aliyejipamba na sifa za mpigania haki nchini Sudani dhidi ya utawala wa Omar al-Bashir. Basi bwana, wanaume wenye akili timamu wakamkabidhi maisha yao na akili zao kwa madai ya kuwapigania haki zao na kuwakomboa dhidi ya waliyemwita ni dikteta Omar al-Bashir. Media za watu wa magharibi kama kawaida yao zikampaiza sana binti huyu Alaa Saleh na kumpa sifa ya ushujaa na uzalendo, tena na kumuita majina makubwa kwa lugha ya Kisudani kama vile The Kandake of Sudanese Revolution Woman, hii ikiwa na maana mwanamapinduzi mwanamke wa Kisudani. Alivishwa kilemba cha ukoka na mabeberu wa kimagharibi kwa kuhamasisha kwa namna ya kipekee kila kona ya Sudani, na akatambulika kuwa mwanamke shujaa asiyeogopa wanaume wenye silaha za kijeshi waliopitia mafunzo ya kulenga shabaha. Kwa masikitiko makubwa, lengo la mabeberu kwa kumtumia mwanamke huyu, lengo likatimia. Omar al-Bashir akapinduliwa na jeshi likashika nchi, na Wasudani wakapiga vifijo vya furaha kila kona ya Sudani, wakidhani kuwa waliohamasishwa na wanaharakati kwa maneno matamu yenye matumaini ndiyo sasa yanaenda kutimia kwa kumwondoa madarakani Rais Omar al-Bashir. Jambo ambalo hawakulijua, kumbe bwana, walikuwa wanalambishwa asali yenye sumu. Hawakufikiria familia zao zitakuwaje baada ya hapo, wazazi wao wanaowategemea kiuchumi watakuwaje, mali zao walizozitafuta kwa jasho na kwa muda mrefu zitakuwaje. Kilichokuwa mbele yao tu ni Omar al-Bashir dikteta, anakula mema yeje peke yake huyu. Ona, sisi tunateseka, yala kura peke yake na kura yeye na familia yake, lazima atoke, yeye atoke. Basi bwana, wakaingia barabarani, wakaiharibu nchi yao walioijenga wenyewe kwa nguvu na jasho, kwa kupigania bei ya mkate tu kupanda. Wakamsahau Allah au Mola wao aliyewaumba na ndio mwenye kutoa riziki, wakampa jukumu hilo kiumbe aliyejulikana kama Omar al-Bashir. Mungu si Athumani akawavalisha vazi la njaa baada ya hapo. Walikula majani badala ya ule mkate walioandamana kwa sababu umepanda bei. Jinamizi la mauaji likatanda katika ardhi ya Sudan. Ubakaji ukawa ndio mfumo rasmi katika ardhi ya Sudan. Unyanyasaji ambao haukuwahi kushuhudiwa ndio umekuwa kivutio katika ardhi ya Sudan. Leo hii ni mwaka wa 7 tangu kuanza tarehe 8 mwezi wa 4 2019. Tangu mapinduzi ya Rais Omar al-Bashir, mwanamke huyu shujaa haonekani tena katika media za waliomsifu. Wale wa Sudani waliokuwa naye bega kwa bega, wengi wao wako makaburini. Alaa Saleh haonekani tena kwenye majukwaa ya kupigania haki. Mpaka leo Sudani umekuwa uwanja wa mapambano na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kwa maana ya ndugu la jamaa, swahiba na rafiki, kazi ni moja tu, kuchinjana. Allah awarehemu waliofitinika na fitina za wanaharakati. Kosa kama la Wasudani wanalirudia Watanzania. Watanzania wenye kusifika kwa amani na utulivu, busara na uvumilivu wameingia katika mfumo ulioangamiza wa Sudan. Watanzania wenye akili timamu wanaziweka rehani akili zao, utu wao, busara zao, hekima zao, wanamkabidhi mwanaharakati Mange Kimambi. Mwanadada aishie nchini Marekani huku akiwa na uraia wa Marekani, mama yake akiwa na kundi lake bila kujali mazuri
yaliyotuzunguka, bali tunatamani ziada ya haya tuliyokuwa nayo kwa kuangamiza juhudi zetu wenyewe, kwa kushawishika na wanaharakati tuliowapa jina la wapigania haki. Bali kwa mapenzi yake Mungu akatupa mazingatio machache kwa kilichotokea Oktoba 29 bila kuhadithiwa. Tukaondeshwa tone la shubiri lililochukua siku zisizozidi 10, bali mpaka leo athari zake zinalitafuna taifa letu. Cha ajabu na cha kushangaza, Watanzania wale wale wanarudia tena kuwapa akili zao na maisha yao wakina Mange Kimambi na kundi lake kuwa lile tone la shubiri halijakata kiu. Sasa wanataka jagi kamili Disemba 9. Wanataka wagongwe na nyoka mara mbili. Wamejisahaulisha kuwa baadhi ya majeruhi vidonda vyao havijapona. Baadhi ya wajane eda zao hazijaisha. Baadhi ya waliozikwa miili yao bado, hata baadhi ya nyama zao hazijabalizwa na mchanga. Bado miundombinu na huduma za kijamii mpaka leo baadhi hazijatengemaa. Ndiyo maana Qur'ani pamoja na Biblia mara nyingi imewazindua wanadamu kwa kuwaambia, enyi wanadamu, hivi nyie hamna akili? Je, hamzingatii? Je, hamtafakari? Kwa nini mmekuwa kama wanyama waliopo leo na kesho hutoweka? Kabla hatujaendelea sana, tujiulize, je, tuko tayari madhira yaliyotokea tarehe 29 Oktoba yajirudie? Kumbuka, kila maandamano yana ufadhili. Wachache wanafadhiliwa ili walete fujo, na hawa wachache ni kuhamasisha maandamano, ndio kazi yao. Tujitafakari. Watanzania bado hawajapona vizuri maumivu ya kuondokewa ndugu, jamaa na marafiki. Na wanaharakati wanadada Mange Kimambi bado anawahimiza Watanzania kuingia barabarani. Swali, je, damu za Watanzania zilizomwagika hajatosheka nazo? Tujitafakari, tuchukue hatua, tujue nchi ni ya kwetu. Tuna wajibu wa kulinda nchi yetu. Tuna wajibu wa kulinda amani yetu. Katika mataifa mengi ya Kiafrika ambako kumetokea vurugu na mpaka sasa kuna vita vya wenyewe kwa wenyewe, mataifa hayo hayakariki ni kwa sababu ilianza kama kudai haki, na mwisho wa siku mataifa hayo yamegeuka kuwa ni uwanja wa vita. Je, tuko tayari kuona watoto wetu, vijana wetu, binti zetu wakijeruhiwa, wakiuawa? Je, tuko tayari kupoteza wazazi wetu? Tujiulize, je, tumfuate Mange Kimambi ama tuingie kwenye meza ya mazungumzo na maridhiano ili kuwe na hali ya utulivu, kisha tusonge mbele? Tuachie maoni yako kwa kucomment.